Na mwanafamilia ya Azam TV, ni haki yako kujua pale ambapo kisimbuzi chako kinapata hitilafu, kinahitaji matengenezo, wapi ni mahala sahihi pa kwenda kupeleka kisimbuzi chako, pamoja na mengineyo mengi kuhusu umiliki wa hicho kisimbuzi chako. Hivyo basi ni wajibu na ni haki yako kuyafahamu yote ya kuhusu marekebisho ya kisimbuzi hicho. Na katika hilo tunaye mtaalamu wa mafunzo ya huduma kwa wateja Azam Media Limited, Regan Taylor, kama ilivyokuwa ada kwa siku na wakati kama huu kuzungumza naye mengi kuhusu kisimbuzi cha Azam TV. Regan, naam, karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana Regan. Asante sana, mnaendeleaje? Njema sana. Kwa mazungumzo kusema familia. Familia. Na wewe ni familia. Na sisi tukamkaribisha mwana familia ya Azam TV. Sawa, kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Sasa huduma zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Ukiendelea kuangalia wateja wetu. Ndio. Yaani unajua Azam kuna burudani sana. Kubwa sana. Kubwa sana. Sasa hizi huduma zinaendelea katika maeneo gani na huduma zipi ambazo zinatolewa huko? Sawa, wateja wamekuwa na maswali mengi wakiuliza kwamba mimi kisimbuzi changu kiharibika naenda wapi? Au labda nimepata changamoto na changamoto yangu labda kwa mimi peke yangu siwezi kuirekebisha na kwenda wapi? Sasa viko vituo vya matengenezo ambavyo wateja wanaweza kupeleka visimbuzi vyao na wakapata huduma ya kutengenezewa visimbuzi vyao. Tunakumbuka kwamba gharama kutengeneza kisimbuzi ni bure. Hakuna gharama ambayo mteja anachajiwa kwa kama kisimbuzi chake kinahitaji matengenezo na kimetengenezwa. Lakini kinachofanyika ni kwamba baada ya mteja kufanyiwa hayo matengenezo, anafanya tu malipo ya kifurushi cha shilingi 28,000 kwenye kisimbuzi chake. Kwa hiyo baada ya kuwa ametengenezewa kisimbuzi, amefanya malipo ya kifurushi na anaendelea kwenda kufulia kifurushi chake. Sasa yako maeneo ya wateja kupeleka visimbuzi vyao ikiwa vina changamoto, labda vimeharibika, vinahitaji matengenezo ya kiufundi. Si vizuri sana kwa mteja kukifungua yeye mwenyewe kisimbuzi chake, kwa sababu pia visimbuzi huwa vina warranty. Na moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikaharibu warranty ni endapo kama mpeleka hicho kisimbuzi kwa mafundi ambao sisi kama Azam TV hatuwatambui. Kwa moja, kwenye kila mgodi wa Azam TV hiyo sehemu pia mteja anaweza akapeleka kisimbuzi chake kikatengenezwa. Kwa mfano kama Dar es Salaam tunaye mawakala, mfano kama FNA pale Mwenge, yeye anafanya matengenezo ya visimbuzi. Tunayo mgodi mkubwa kabisa pale Tazara, pale OTC, wateja wanaweza kufika pale wakaleta visimbuzi vyao ambavyo ni vibovu na vikatengenezwa. Kuna maeneo kama Mbagala, kwa Kalam na maeneo mengine tofauti tofauti. Lakini pia sio tu kwa Dar es Salaam, hata mikoani pia iko migodi ambayo wateja kama kisimbuzi chake kina changamoto anaweza kuchukua kisimbuzi chake akapeleka, na akishakipeleka kwa wakala kutengenezwa, ama kisimbuzi chake kitatengenezwa, kitengenezwa atapewa kisimbuzi chake kikiwa kizima. Lakini pia kwa sasa hivi kuna hiyo ruti ambayo tuliwahi kuzungumzia hapa ya minada, ambayo wateja wanaweza wakaenda kwenye minada na bado wakapata hizo huduma za kutengenezewa visimbuzi vyao. Kwa kama mteja anapata changamoto zaidi na kusema bwana, mimi nimepitiwa labda kwa namna fulani, nahitaji kufahamu kwa maeneo yangu ni wapi naweza ngapeleka kisimbuzi changu ambapo naweza kutengenezewa na bado warranty yangu kabaki kuwa vile vile, basi anaweza kuwasiliana pia kitengo cha huduma kwa wateja tukampatia ni eneo gani anaweza kaenda kwa ajili ya kutengenezewa kisimbuzi chake. Sawa, huyu mteja sasa ambaye amekwenda kwa fundi kitwatwa mtaani huko akakifungua na kitwatwa, yani fundi ambaye hatambuliki, sawa, fundi kitwatwa. Sawa, na ndio amekileta sasa kwenye kituo cha Azam TV, atawajibika na nini? Au ndio basi tena yani hakifai kwa sababu kilishafunguliwa na fundi ambaye hatambuliki? Hapana, kinachofanyika ni kwamba kwa nini tuna center za matengenezo? Visimbuzi vyetu vina warranty. Kisimbuzi cha Azam TV kina warranty ya mwaka mmoja. Unapokipeleka, mfano kama kimeharibika, kimepata changamoto, unapokipeleka kwa wakala ambaye anatambulika na kampuni, maana yake yeye atakuwa anafuata utaratibu wa namna gani kuwasilisha hizo taarifa ya kwamba kisimbuzi hichi kilifanyika 1, 2, 3 na kinahitaji matengenezo na kimerekebishwa. Lakini kama umepeleka kwa fundi ambaye sasa umepeleka ili kitengenezwe, bahati mbaya baada ya kutengenezwa kimeharibika zaidi, unachokifanya ukikipeleka kwa wakala, kama wakala ataweza kukirekebisha, basi kitatengenezwa na utafanya malipo yale ya kifurushi cha mwezi mmoja cha shilingi 28,000 au 35. Baada hapo kisimbuzi chako kitatengenezwa na utakabidhiwa kisimbuzi chako kikiwa kizima, unaenda kufulia kifurushi chako. Lakini ikitokea mteja ameleta kisimbuzi kwenye center sasa ya matengenezo, alafu kwa bahati mbaya au bahati nzuri kisimbuzi chake kimeshindwa
kutengenezeka. Yani sasa ndo fundi huyo kitwatwa ndo kakiharibu zaidi na wakala amekiangalia kimeshindwa kutengenezwa. Ipo utaratibu wa mteja kufanyiwa replacement. Okay. Na utaratibu wa kufanyiwa replacement ni kwamba mteja anafanya malipo ya kifurushi cha 28,000 kwa miezi miwili. Okay. Kile kisimbuzi cha dishi au kisimbuzi cha antena. Akifanya malipo ya kifurushi cha shilingi 28,000 kwa miezi miwili, yani maana akilipa 56,000, sisi kama Azam TV tunampatia kisimbuzi bure. Okay. Okay? Kwa anapewa kisimbuzi kipya bure. Kile kifurushi alicholipia kinakuwa ndani ya kile kisimbuzi kipya, alafu ataenda kutumia kifurushi chake akiwa na kisimbuzi kipya. Okay. Kwa bado hatumwachi mteja. Anaweza kusema bwana, wewe sasa ushapeka kwa kitwato huko na kimeharibika, basi shughuli imeisha, nunua kisimbuzi kingine. Hapana. Anachoweza kufanya ni kwamba anafanya malipo ya kifurushi cha miezi miwili cha shilingi 28,000, akilipa kwa miezi miwili, basi tutamfanyia tu replacement. Kile cha zamani kinabaki pale ofisini, anapewa kisimbuzi kipya na kile kifurushi alicholipia kipo ndani ya kile kisimbuzi kipya ili akafurahia huduma za Azam TV. Hiyo imekaa vizuri sana. Sawa sawa. Regan, kuna ofa ya cha juu zaidi. Ndio. Siku zimeenda, watu wameenjoy, wameburudika Sana. Kuanzia Februari mwishoni hivi mpaka Mei. Tunamalizia vipi ofa hii? Kikubwa ni kuambia wateja kwamba bado hawajachelewa kujiunga na Azam Pesa na kufanya malipo kwenye kisimbuzi cha Azam Pesa kwenye kisimbuzi cha Azam TV kwa kutumia Azam Pesa. Kwa bado hawajachelewa na tunazidi kuwahamasisha wateja wetu wa Azam TV na watu ambao wanatumia huduma za Azam TV na huduma nyingine kuendelea kujiunga na dude kubwa, kitu kikubwa kinaitwa Azam Pesa. Kwa akijiunga na Azam Pesa, akifanya malipo kupitia Azam Pesa anapata ile huduma. Kwa tunaelekea mwishoni kwenye hiyo ofa ya cha juu zaidi, lakini bado tunazidi kuwakumbusha, bado wateja wanaendelea kulipia. Akilipia sasa hivi, hata sasa hivi ninavyozungumza, akichukua simu yake akadownload Azam Pesa, akaweka fedha kwenye simu yake, akalipia cha shilingi 28,000, anapata huduma ya kuangalia channel zote kwenye kisimbuzi chake cha Azam TV. Cha juu zaidi. Na ukilipa shilingi 28,000 unapata kifurushi cha shilingi 35,000. Ukilipa 35,000 tunakurudishia 7,000 kwenye akaunti yako ya Azam Pesa. Malipo ni kwa Azam Pesa. Malipo ni kwa Azam Pesa. Sasa usije ukaenda kufanya kwa Azam Pesa mwingine alafu ukaitaka 7,000 yako, utakuwa umepuyanga hapo wanasema. Utakuwa umeenda kwa fundi. Utakuwa umeenda kwa fundi kitu watu. Kweli. Regan, kwa kumalizia tukumbushe yale ambayo ni muhimu kwetu sisi wateja wa Azam TV. Sawa, kwanza ni vyema kufanya malipo kwa wakati. Unajua ukifanya malipo ya kifurushi chako kwa wakati, huduma zote unazipata kwa wakati. Ni kweli. Hataja kamoyo lile la familia lile linaondoka. Au sio bwana? Kabisa. Kisimbuzi kiishe muda wake hujalipia nyumbani. Ukilipa kwa wakati safi kabisa. Ndio yale ya kupigiwa simu, baba nani vipi? Sawa. Kwa hiyo wateja wanaweza kufanya malipo kwa wakati, lakini pia tunawashauri wateja wetu kuendelea kufanya malipo kutumia Azam Pesa. Wajiunge kwenye huduma ya Azam Pesa, wa download hiyo app ya Azam Pesa, wajiunge na Azam Pesa ili waendelee kufanya malipo kupitia Azam Pesa. Zipo ofa nyingi sana ukifanya malipo kupitia Azam Pesa. Lakini kingine ni kwamba wateja wetu bado kuna tamthilia nyingi zinakuja kwenye kisimbuzi cha Azam TV, lakini pia kuna mambo mengi yanakuja. Mengine tunasubiri watu wafanye kwanza tuendelee kuyazungumzia. Lakini mbali na hivyo, kama mteja anapata changamoto, anaweza kuwasiliana na sisi kwenye kitengo chetu cha huduma kwa wateja kwenye namba za simu, lakini pia anaweza kwenda na sisi kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp ambayo ni 0677 996611 na bado akaendelea kuwasiliana na sisi. Lakini pia tunaendelea kuwakumbusha wateja kuendelea kupakua app kubwa zaidi barani tuseme Tanzania, East Africa na duniani kote ya Azam TV Max ili kuendelea kuwafurahia huduma za Azam TV popote pale ambapo wanakuepo. Hivyo ndivyo mimi naweza kumalizia na kusema Azam TV burudani kwa wote. Hapo sasa tusiongeze chochote, tutaharibu. Kweli. Kama mpaka kaweka na burudani kwa wote. Regan, umetisha, karibu tena. Nashukuru sana. Kwa wakati mwingine. Na hapa sio kukaribisha tu, hapa ni nyumbani. Na wewe ni familia. Mwana familia. Heri ya siku ya familia. Nawe pia. Tuje naye hapa Tim Zoka Lugira kwa habari za michezo. Endelea kusalia.